Malundo Island Tour, boti ya kisasa, boti mpya ambayo ndugu zetu watawa wameamua kuinunua kwa ajili ya kuendeleza maono ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwenye sekta ya utalii. Kazi hiyo ya uzinduzi nimeifanya asubuhi kwa kukata utepe pale bandarini, na baadaye nimefanya ziara na safari ya kwanza kabisa ya boti hiyo, safari ya kitalii ambayo imenipitisha kwenye maeneo mbalimbali mpaka kufika hapa. Nianze kwanza kwa kuipongeza TAWA kwa maono yao na ununuzi wao wa boti hii ambao unaenda kuongeza value kwenye sekta ya utalii kwenye ziwa Nyasa. Upatikanaji wa boti hii, lakini upatikanaji pia wa vifaa vingine kwenye sekta ya utalii ni uwekezaji mkubwa ambao Mheshimiwa Rais ameamua kuufanya kwenye mikoa ya kusini, haswa mkoa huu wa Ruvuma. Boti hii ina thamani ya shilingi milioni 200. Si fedha chache, fedha ambazo unaenda kuziweka kwenye maji ziwe zinaelea. Kama umekosa utashi wa kisiasa, kama umekosa wito wa kiutalii, unaweza ukasema hizo hela nizipeleke kwenye eneo lingine, lakini Mheshimiwa Rais kwa kutambua umuhimu wa utalii ameamua fedha hizo kuziweka ndani ya maji humu ili ziweze kutumika kuwasafirisha watalii. Kisiwa hiki na maeneo mengine ya utalii ndani ya mkoa wetu ni maeneo ya kimkakati. Kisiwa hiki kinaweza pia kutumika kama sehemu ya utafiti, na wamenithibitishia inafanyika hivyo. Wanachuo mbalimbali wamekuja wakifanya tafiti juu ya uwepo wa rasilimali ndani ya ziwa letu. Kwa hiyo mnaweza mkaona umuhimu wa kisiwa hiki, lakini bado sio tu tafiti. Uwepo wa wataalamu hawa wa TAWA wanaendeleza uhifadhi katika ziwa, ikiwepo hifadhi wa mazalia ya samaki ambao wengi ni samaki wa mapambo. Lakini maeneo haya ambayo yanahifadhiwa pia mengine ni vyanzo vya maji kwenye wilaya yetu. Kwa hiyo yakikosa usimamizi mzuri, tunaweza tukatengeneza tatizo lingine la ukosefu wa maji au rasilimali hizo nilizozisema. Basi mimi nisisitize tu swala la matunzo ya chombo hiki ambacho kimegharimu fedha nyingi ili kiweze kutumika leo na siku zijazo. Sisi kama wilaya tunao ushirikiano wa karibu, serikali ya wilaya na wasimamizi hawa TAWA wa kisiwa hiki. Tunatamani sana watalii wengi waweze kufika katika eneo hili kwa sababu kuna upekee ambao samaki wa mapambo wanaozungumzwa wanapatikana eneo hili na ziwa hili la Nyasa. Kwa hiyo ni fursa ya kipekee. Tungetamani kuona watalii kutoka nje, lakini pia watalii kutoka ndani. Jitihada ambazo zimefanyika zimepelekea tangu mwaka 2023 mpaka 2025 Disemba tumeweza kupata wageni takribani 752. Kati yao wageni 751 ni wa ndani kwa maana ya wakazi, na 15 ndio kutoka mataifa mengine ya nje. Kwa hiyo tunashukuru sana, na shughuli hizi zimeendelea kuchagiza utalii kwa ukanda huu wa kusini na kipekee mkoa wa Ruvuma. East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018 ambapo ilianza na line ya plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inayoitwa Diamond Rock. 2019 tukaanzisha line yetu ya line ya glasi ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza ku blend na ku manufacture beers zikiwa ni Hanson's Light, Goldberg, Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Bidhaa zetu ni bora, salama, zimethibitishwa na TBS, lakini pia zina key element au niseme ni zina sifa kuu ya kutokuwa na hangover, kutokuwa na harufu mbaya, na pia zina bei nafuu kwa kila Mtanzania.